Katika jimbo la Ohio, Marekani, mkazi mmoja aitwaye Curtis anaona dhoruba kali ikikaribia nyumba yake. Kitu cha kushangaza ni kwamba badala ya mvua ya maji, kimiminika cha mafuta kinaanza kumwangukia mkononi. Lakini muda mfupi baadaye, Curtis anaamka na kutambua kwamba yote yalikuwa ni ndoto tu. Siku inayofuata, anakula kifungua kinywa na mke wake Samantha pamoja na binti yao mdogo Hannah ambaye ana matatizo ya kusikia. Baada ya chakula, Curtis anaenda kazini kufanya kazi ya ujenzi, ambapo bosi wake anamwambia aharakishe kazi, la sivyo watapoteza kibali cha ujenzi. Wakati huo huo, Samantha anawaalika marafiki zake nyumbani na anamwacha Hannah akicheza nje. Hata hivyo, kutokana na hali yake, msichana huyo anapendelea kujitenga peke yake. Ghafla anakuta kipande cha mbao shambani chenye msumari mkali katikati. Anapoona hilo, Samantha anakimbia haraka kumchukulia kipande hicho kabla binti yao hajajiumiza, kisha anamrudisha ndani ya nyumba. Baadaye, Curtis anarudi kutoka kazini na Samantha anamweleza kuhusu tukio lililomhusisha Hannah, akisema kwamba kipande hicho cha mbao kilikuwa karibu na banka ya zamani ya kujificha wakati wa kimbunga. Anamwomba mumewe aende akasafishe eneo hilo na Curtis anaahidi kufanya hivyo mwishoni mwa wiki. Siku kadhaa baadaye, Curtis anaanza kukusanya takataka karibu na banka hiyo, ndipo anakutana na dhoruba nyingine kali ikikaribia. Safari hii, dhoruba ni kali zaidi na inamtisha Red, mbwa wa familia, ambaye anaanza kubweka bila kukoma. Dhoruba inazidi kuwa kali na mbwa huyo anajinasua kutoka kwenye kamba yake na kukimbia ovyo kuelekea Curtis, kisha anamng'ata mkononi. Curtis anapiga kelele kwa maumivu, lakini muda mfupi baadaye anaamka kitandani, akigundua kuwa ilikuwa ndoto nyingine. Hata hivyo, ndoto hiyo ilikuwa halisi sana, kiasi kwamba Curtis anahisi maumivu makali mkononi mwake siku nzima. Maono haya ya ajabu yanamfanya Curtis awe na wasiwasi zaidi. Mambo yanazidi kuwa mabaya kazini pale anapoona kundi la ndege wakiruka kwa namna isiyo ya kawaida. Anamuuliza mwenzake Dewart kinachoendelea, lakini mwenzake hamjali na ndege hao wanaruka na kuondoka. Hata hivyo, tukio hilo linamsumbua Curtis kiasi kwamba hawezi tena kuzingatia kazi na anachelewesha mradi mzima. Tatizo ni kwamba siku hiyo hiyo, madarasa ya lugha ya ishara kati ya wazazi na watoto yanatarajiwa kuanza. Kuchelewa kwa Curtis kunamkasirisha sana Samantha. Bila muda wa kusafisha, Curtis anachukua familia yake kwenda shuleni na anapofika, anaomba msamaha kwa kuchelewa. Pia anajitahidi kujifunza lugha ya ishara, huku Samantha akimsaidia kuwasiliana na Hannah. Baada ya darasa, Curtis anamrudisha binti yake kwa gari, ndipo mvua kubwa inaanza kunyesha, ikifanya kioo cha mbele cha gari kishindwe kuonekana. Ili kuzidisha hali, mtu wa miguu anatokea ghafla katikati ya barabara na Curtis analazimika kukanyaga breki kwa nguvu, akigonga kichwa chake kwenye usukani. Sekunde chache baadaye, anaamka akifurahi kuona kwamba Hannah yuko salama, lakini yule mtu wa miguu pamoja na kundi la watu wasiojulikana wanaanza kuligonga gari. Curtis anajitahidi kumlinda binti yake, lakini wote wawili wanatolewa nje ya gari. Mpaka Curtis anaamka tena chumbani, akiwa ameogopa sana, ikidhihirika kuwa ilikuwa ndoto nyingine. Muda mfupi baadaye, Samantha anakuja kumuita mumewe kwa ajili ya kifungua kinywa, lakini anatambua kuwa hayuko sawa na anauliza kilichotokea. Ingawa ndoto hizi za ajabu zinamsumbua sana, Curtis anachagua kuficha ukweli ili asiwatie wasiwasi mkewe na binti yake. Samantha kisha anamchukua Hannah kwenda sokoni, flea market. Curtis anabaki nyumbani na anaamua kujenga uzio kuzunguka nyumba yake Red, ingawa mnyama huyo hajawahi kuwa mkali hapo awali. Curtis anaogopa kwamba huenda akamshambulia kama ilivyokuwa kwenye ndoto zake. Baada ya kumaliza kazi hiyo, anaenda kuondoa takataka zilizobaki kwenye banka na anatambua kwamba eneo hilo linahitaji ukarabati mkubwa. Wakati wa jioni, Samantha anaona uzio uliowekwa karibu na nyumba ya mbwa Red na anauliza kwa nini Curtis ameweka uzio huo. Curtis anakwepa swali hilo, akisema tu kwamba anaona ni salama zaidi kumfunga mbwa. Baadaye, anatazama habari
ambapo inaonyeshwa tukio la uvujaji wa gesi katika kituo fulani ambapo mwanamume mmoja alikwama kwa saa 11. Kwa kutumia maarifa yake ya mbinu za kuistamili, mwanamume huyo aliweza kustahamili. Curtis anavutiwa na tukio hilo na anaamua kulichukulia kama mfano wa kuigwa. Siku nyingine inapita. Curtis anaingia seluni na anamuona Hannah akitazama nje ya dirisha kwa makini. Anamuita binti yake kwa ajili ya kifungua kinywa, lakini upande mwingine wa nyumba, mwanamume wa ajabu anatokea, akiwaangalia kwa mashaka. Curtis anauliza ni nani huyo, lakini mara moja dhoruba nyingine kali inaanza, ikifanya nyumba yote itikise. Curtis anamkumbatia Hannah kumlinda na anaona safani zikielea uwani kabla za kuanguka ghafla chini. Wakati huo huo, Curtis anaamka kitandani, lakini ndoto ilikuwa halisi sana kiasi kwamba Curtis alijikojolea kitandani. Sekunde chache baadaye, mke wake anaingia chumbani na anamwambia ajiandae kwa sababu anaenda kula chakula cha mchana kwa familia. Curtis anaona aibu sana kwa kilichotokea na anaficha jambo hilo, akimwomba Samantha aendelee bila yake. Samantha anamuomba amchukue Hannah pamoja naye, na mara baada ya kuondoka, Curtis anabadilisha mashata ya kitanda na kuyaosha. Ndoto hizi zinazidi kuwa mabaya, na Curtis anaamua kutafuta msaada wa kitaalamu. Kabla ya kwenda kwa wakwe wake, anamchukua Hannah kwenda maktaba na kuchukua vitabu kuhusu magonjwa ya kiakili. Dakika chache baadaye, anakutana na Samantha, lakini tena anachelewa kufika kwenye chakula cha mchana. Familia nzima inakasirika na baba mkwe wake anauliza kilichotokea. Curtis anakwepa maelezo na anasema tu kwamba alikuwa anafanya kazi kwenye banka ya kimbunga. Hata hivyo, kisingizio hicho kinageuka kuwa motisha na anaamua kuanza ukarabati mkubwa wa banka, kuhofia kuwa ndoto zake za gharama zitakuwa halisi. Usiku wote, Curtis anafanya kazi kwa bidii huku Samantha akikaa peke yake chumbani, akiwa na wasiwasi juu ya tabia ya hivi karibuni ya mumewe. Asubuhi inayofuata, anaenda kwa daktari na anaomba dawa kwa sababu amekuwa hawezi kulala. Pia anamweleza daktari kuhusu tukio la kujikojolea kitandani, jambo linaloongeza wasiwasi. Daktari anampa dawa na pia anampendekeza daktari wa magonjwa ya kiakili kwenye mji mwingine. Curtis anakubali na anaenda kununua dawa dukani, lakini anagundua kuwa sio ya bei nafuu. Baadaye, anaenda kula chakula cha jioni na familia, na Samantha anasema amepata bima nzuri ya afya kupitia kazi ya mumewe. Kupitia bima hiyo, wataweza kumpa Hannah kipandikizo cha cochlea ili kumsaidia kusikia. Curtis anafurahi kusikia habari hiyo, lakini gharama ni kubwa, na familia pia inapanga safari kwenda Ufwechi, jambo linaloongeza matumizi. Licha ya wasiwasi wote, Curtis amejifanya kama kila kitu kiko sawa. Kabla ya kulala, anameza dawa alizoandikiwa. Baada ya karibu wiki moja ya ndoto zisizoisha, hatimaye anapata usingizi mzuri na anaendelea na ratiba yake ya kawaida. Anapofika kazini, anajaribu kufidia muda uliopoteza, lakini anasikia sauti kubwa ya radi inapiga juu ya jiji. Cha ajabu, wafanyakazi wenzake hawaonekani kuisikia. Bila ya sababu yoyote ya wazi, Curtis anaanza kujihisi vibaya na anaondoka kazini mapema. Badala ya kwenda nyumbani, anaelekea moja kwa moja kwenye kliniki ya magonjwa ya kiakili. Huko, anakutana tena na mama yake Sarah, na inafichuliwa kuwa amelazimishwa hospitalini kwa miaka mingi akiugua ugonjwa wa skizofrenia. Curtis anaogopa kuwa huenda amerithi ugonjwa huo kutoka kwa mama yake, na anauliza kama na yeye alikuwa na ndoto zilizohisi kuwa halisi. Sarah anajibu kuwa hakuwa na ndoto hizo, lakini wakati hali yake ilipoanza kuwa mbaya, aliamini kuwa kuna mtu alikuwa anamchunguza kila wakati. Jibu hilo linamfanya Curtis awe na hofu zaidi. Baada ya hapo, Curtis anamuita tena daktari na anaomba mawasiliano ya mtaalamu mwingine ndani ya mji kwa sababu hawezi kumuhudu matibabu nje ya mji. Daktari anasema hakuna daktari wa magonjwa ya kiakili kwenye eneo hilo, lakini anamshauri aende kwa mwanasaikolojia katika kituo cha afya. Curtis anakubali, na anapofika huko, anamweleza mwanasaikolojia kuhusu ndoto zake na anamuonyesha vitabu alivyokopa pamoja na maelezo yake binafsi. Kwa uchunguzi wake mwenyewe, haamini kuwa ana skizofrenia,
lakini historia ya mama yake inamtia hofu. Mwanasaikolojia anamwambia hawezi kuandika dawa, lakini anamwomba Curtis asimulie zaidi kuhusu familia yake. Curtis anasimulia tukio la utotoni ambapo mama yake alimwacha ndani ya gari kwenye maegesho na hakurudi kwa saa nyingi. Baba yake alipata habari hiyo na alimkuta mkewe karibu na bina la taka akila chakula kilichotupwa. Siku hiyo, Sarah alipelekwa hospitali ya wagonjwa wa kiakili. Baba yake Curtis alifariki miezi michache iliyopita. Baada ya kusikia hayo, mwanasaikolojia anaonyesha wasiwasi mkubwa na anamshauri Curtis atafute msaada wa kitaalamu zaidi, lakini Curtis anakataa na anapendelea kuendelea na vikao vya ushauri.